asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Nilitamani kusikia sauti za washindi. Kristo amefufuka kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu aliyenipa neema na kibali kuwepo mbele yenu siku ya leo. Ninamshukuru mtumishi wa Mungu Apostle Fra kwa kunipa kibali hiki kusimama mbele ya madhabahu na mbele ya wanamispa siku ya leo. Ninamshukuru mtumishi wa Mungu mchungaji kiongozi kwa nafasi hii aliyonipa na maombi ambayo amekuwa akiomba. Mungu wa mbingu na nchi ambariki. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wana maombi wote na wanamispa wote. Mungu awabariki. Mpe jirani yako mkono, mwambie Yesu amefufuka. Wenda hajakusikia, mpe wa pili. Muulize amefufuka kwako. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Nina neno ambalo nimepewa na Mungu lenye kichwa kinachosema nini maana ya Pasaka na kuna faida gani ndani ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya Pasaka na ipi faida iliyoko ndani ya Pasaka? Pasaka ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Pasaka ni badilisho kati ya mwenye dhambi na mwenye haki. Pasaka ni badilisho kati ya mwenye dhambi na mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliangalia wanadamu kwenye kipindi cha Agano la Kale, akaona wanadamu wote wako mahali ambapo hawana haki. Hawana haki ya kumtumikia, hawana haki ya kumuomba, hawana haki ya kupeleka haja zao mbele zake. Hawana nafasi ya kuisogelea madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaangalia, ikamuuma, ikamsumbua. Akaona cha kufanya tu, mwanadamu ni mwenye dhambi, nitakachokifanya nitamtoa mwanangu mwenye haki, akabadilishane yeye na yule mwanadamu mwenye dhambi, ili yeye aitwe mwenye dhambi, alafu yule mwenye dhambi aitwe mwenye haki, ambaye ni wewe mwanamispa na mimi. Yesu ametoa maisha yake kwa ajili yako wewe, kukubadilisha wewe kutoka kwenye dhambi kuingia kwenye haki, kukubadilisha wewe kutoka kwenye shida kuingia kwenye raha, kukubadilisha wewe kutoka kwenye huzuni kuingia kwenye furaha. Anasema kwenye neno lake, adhabu ya amani yetu aliibeba yeye, akaenda nayo mpaka msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Agano la Kale ulikuwa uruhusiwi kuisogelea madhabahu. Wako watu waliokuwa wameandaliwa kwa ajili ya kusogea mbele ya madhabahu na kuomba kwa ajili yako wewe. Na wenyewe ndio walikuwa wanaenda, wakifika wanaipeleka haja yako ambayo wewe umeondoka, ukaenda ukamwambia, mimi nina shida 1 2 3, mtoto wangu ana shida 1 2 3. Anakuambia wewe kaa hapo. Anaenda kule kusikoonekana, anajificha, alafu anasema na Mungu, anakuletea majibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaona hii kazi ni ngumu. Mungu akaona, mbona kama watoto wangu wanachelewa kupokea majibu? Mbona kama wanakosa haki ya wao na mimi? Bwana Yesu asifiwe. Akaona lililo rahisi ni moja. Hawa watu wanaletea taarifa, inaletwa kwangu, inarudishwa kwao. Ikirudishwa kwao ni sadaka, wanaenda wanaambiwa, unajua unatakiwa utoe sadaka, na sadaka yako unayotoa inatakiwa ikateketezwe. Anaenda anaitoa. Mungu akaona imefika mahali wanadamu wanaongezeka, itafika wakati ng'ombe atakosekana, mbuzi atakosekana, hiyo damu ya sadaka itakosekana. Akaamua kufanya jambo moja, akasema, wacha nimtoe mwanangu wa pekee, huyu atangulie mbele yangu, aende mbele ya wanadamu, akabebe matatizo yao, akaibebe huzuni yao, akabebe kilio chao, akambebe yule mama anayeomboleza, akambebe yule baba anayelia, akaitoa damu ya mwanae. Hiyo ndio tunayoisifia siku ya leo, kwamba yuko aliyebeba dhambi zangu. Biblia inasema wakati ametolewa, neno la Mungu linasema yale masaa yalipofika, alipokuwa anauawa, amepandishwa msalabani, kabla ya taarifa kufika, pazia la hekalu likapasuka, likawa wazi. Mungu akasema, nimetoa ruhusa ya kila mwanadamu kusogea mbele yangu, kuileta haja yake kwangu, kuleta shida na kilio na huzuni aliyonayo. Mpe Yesu makofi. Akabadilisha yule mwenye dhambi akauawa, wewe ukawa hai.
akambadilisha yule mwenye haki, akauawa wewe ukawa hai, akabeba taabu yako, akabeba huzuni yako. Katika kitabu kile cha Mathayo mlango wa 27, Mathayo 27 mstari wa 20 mpaka 24. Mathayo 27 tunaona pale alipambanishwa Yesu na mtu mmoja mwenye dhambi anayeitwa Baraba. Mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, na wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi kati ya hawa wawili? Wakasema Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa haifai lolote bali ghasia inazidi tu, akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Yesu anapambanishwa na Baraba. Yesu ambaye hana dhambi yoyote. Yesu ambaye alikuwa hana dhambi hata ya kusingiziwa. Bwana Yesu asifiwe. Taarifa za Yesu zinazungushwa kila eneo kwa wakuu na makuhani. Inafika mahali anaenda anaambiwa auawe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Yesu anaambiwa auawe, tunaona Pilato anahuzunika ndani ya moyo. Kwa nini? Anaangalia huyu mtu ana makosa gani, haoni kosa. Anaangalia ametenda nini, haoni alilolitenda. Anaangalia amemwibia nani, haoni aliyeibiwa. Anaangalia amemuua nani, haoni aliyemuua. Anasogea mbele ya watu, anawaambia, sikilizeni, nimeangalia mimi kama mkuu, mimi kama mfalme, nimeangalia nione kosa la mtu huyu, ninaona hana kosa lolote. Lakini kwa sababu iko sheria ya kufunguliwa mfungwa mmoja, nyie mnataka afe Yesu, lakini nimeona Yesu ana sababu ya kufa. Yuko mfungwa mmoja, chagueni niwafungulie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona neno la Mungu linasema, wale watu wakakataa, wakapiga kelele, tunataka Yesu auawe, Baraba awekwe huru. Na ukiangalia makosa ya Baraba, alikuwa ni mnyang'anyi, alikuwa ni muuaji. Hata wewe kwa haraka unaletewa watu wawili sasa hivi, huyu ni muuaji, huyu ana shida yoyote, tena ni mtumishi wa Mungu, hajagombana na mtu yoyote, tena ni mtu wa amani, amekuwa akileta baraka kwetu, tumekuwa tukila na kunywa, amekuwa akifufua watu wetu, amekuwa akiponya watu wetu, amekuwa akilisha watu wetu, amekuwa akituombea. Unaangalia ana sababu gani? Wewe mwenyewe kwa ufahamu wako unasema hapana, auawe Baraba. Bwana Yesu asifiwe. Si kweli wanamisa? Wewe ungeitwa leo ukaambiwa kati ya Yesu na Baraba auawe nani? Ungeuawa nani? Ungeuawa Baraba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kulikuwa kuna siri ya Mungu kati ya Wayahudi. Na ile siri ilikuwa imejificha, kuna mtu alikuwa anajua ni siri ya namna gani iko ndani. Mioyo yao ilikuwa imekamatwa na Mungu mwenyewe. Wakati wakisema sisi hatumtaki Yesu, tunamtaka Baraba, Mungu ana sababu, ana kusudi. Wale watu wanang'ang'ana auawe Yesu, afunguliwe Baraba. Tunataka mwizi wetu awekwe huru. Tunataka mwizi wetu afunguliwe. Hatutaki afungwe tena. Pilato anasimama, anajitahidi kumtetea Yesu. Amesimama kwa kila namna, anawaambia, sikilizeni niwaambie Wayahudi wenzangu, huyu mtu sio muuaji, huyu mtu sio mnyang'anyi, huyu mtu hajapiga mtu yoyote, hajaiba
Yesu wauawe. Wale Wayahudi walikuwa wanajua, Biblia inasema walikuwa mataifa, lakini mioyo yao ilikuwa imekamatwa na Mungu. Walichokuwa wanataka kilikuwa sahihi, maana kama Pilato wazo lake na kusudi lake lingetimia, leo tusingekuwepo kwenye madhabahu ya Mispa. Bwana Yesu asifiwe.